Mapenzi yanaumiza usipime, ingekuwa yeye atakupa singetaga. Umpendaye kampenda mwingine, hata we mjeda chozi utalimwaga. Usijali shoga yangu shonde, shusha bia mjuba usikuonde, atafurahi akikuona mnyonge, ula sana keshowe kibonge. Oh, 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 oh. You're watching Revolution Media. Alright, mambo vipi wasapa, ni Esfilonja hapa, Boys Boxa. Siku ya leo tumemtembelea mwimbaji chipukizi. Karibu kwenye kipindi chetu cha maisha na muziki, na tutaongea naye mawili matatu kuhusu kazi na jinsi anavyoibuka na kazi yake. Mambo vipi? Poa. Mama nendaje? Mungu anasaidia. Asante. Labda tufahamu kwa majina. Naitwa Golden Star. Golden Star. Kwa nini ulichagua jina hili la Golden Star? Kwa sababu unajua Golden ni kitu ambacho ni cha thamani, si ndio? Lakini mara nyingi kinatoka chini ya udongo. So ili ufike kwenye uthamani inabidi kwanza utoke chini na ndio uje kung'aa kama nyota. Ndio kwa maana nikaona kwamba ni vizuri mimi kuitwa Golden Star. Yes, nina uhakika kabisa kwamba mimi nitakuja kuwa nyota moja ya dhahabu huko mbeleni. Japokuwa sasa hivi bado nipo chini, watu hawajani. Kwa nini ulichagua muziki? Kwa sababu ni kipaji changu. Napenda muziki na napenda kuimba. Ni mwaka gani uliona hapa muziki ni kipaji changu? Kutoka mwanzoni kabisa naona nilikuwa bado na miaka 6. Licha kwamba nimechelewa kuja kuimba sasa hivi, lakini nilianza kujua kwamba naweza kuimba pale ambapo mamangu mkubwa alikuwa akiniambia, mwanangu, nataka kusinzia na naomba uniimbie. Sasa kuna nyimbo moja napenda sana na hivi, na kile kimeweza tu kumwimbia, kuna muda ananiambia, unajua kuimba sana na utakuja kuwa mwimbaji. Naanza kuelewa kumbe mimi najua kuimba, kumbe naweza nikaimba. Kwa hali ya muziki, jinsi Bi Mkubwa alikukaza moyo, akakwambia kaza buti, labda siku moja utakuja kupata kitu kizuri, ni mtu gani ambaye unamsikia sana kwa hali ya uimbaji? Hapana, siwezi kumtaja. Wapo wengi, lakini yupo ambaye kweli ameniinspire of course, lakini siwezi kumtaja. Nitakuja kumtaja maybe nikija kuretire kwenye swala la muziki. Ndio nitakuja kusema kwamba msanii fulani ndo alinspire kwa muziki. Kwa hapa kambini ni msanii gani unayemuogopa sana, ukimsikia anaimba unasema huyu ni moto? Hakuna. Wote bado wachanga. Sio kwamba ni wachanga, ni wazuri, lakini mimi kumuogopa msanii hapa kambini hapana. Hakuna, kwa sababu wapo wasanii wanaojitahidi. Na wote tupo kwenye pilika, yani tupo kwenye njia ya kuelekea sehemu ambayo tunatakiwa kufika. Kwa hakuja kwa wasanii kusema kwamba sijui hapa ndo nasanga muogopa, sijui nini sijui. So unamaanisha kwamba hakuna msanii ambaye unaweza ukajiweka chini yake ili akuinue au akusaidie? Hakuna kabisa. Kujiweka chini yake, of course watu tunahitajiana, si ndio? Kwamba siwezi kufika sehemu bila mtu yoyote. Nahitaji kila aina ya msanii ambaye yuko hapa Zaleka. Yaani kila msanii wa Zaleka namhitaji ili mimi kufika sehemu. Yes, siwezi kusema kwamba si muhitaji msanii unichague. Na sikumaanisha kwamba sijui kwamba hawapo wasanii wazuri. Ile kwamba mimi namuogopa nani. Kwa sasa hivi una nyimbo ngapi? Mimi bado na nyimbo 2. Na nyimbo ambazo zingine nimeshashirikishwa na wasanii wengine zinafika hata almost 10 songs. Umeshashirikishwa na wasanii wangapi? Nafikiri wanaweza kufikia hata wasanii 7. Wataje kwa majina basi. Okay, sitataja wote, nitataja baadhi. Kuna brother yangu Rich Cole, yes. Huyo nimefanya naye project kadhaa. Kuna Sejom, na kuna wapo wengi bro, wapo wengi, kwa sababu nikisema nitaje wengine watasema mbona si hapo tutaje, lakini wapo wengi na kila mmoja anafanyaje na respect kazi. Kwa wewe kufanya collab na mtu yoyote yule, kuna
sheria gani unayoiweka pale kwa kusema mimi kufanya kazi na huyu? Labda kuna wengine wanakwambia weka pesa, wengine leta gari, leta hiki, wewe unafanyaje? Bwana, unajua mziki wetu hapa Zaleka, tusio waongo, tusitaki kujimwamba fai tukajifanya wakubwa sana, tujafikia hizo leo. Kwanza kabisa, sheria namba moja kwa upande wangu mimi kufanya kazi na mtu yoyote yule, kwanza niipende kwanza nyimbo yake, sawa, lakini pia chemistry na discipline yake, kwa sababu mimi ni mtu ambaye nataka kufanya kazi kitofauti kidogo, kwa sababu nina uhakika kwamba sijana na kitu na yeye ambaye anakuja pia hajana chochote kitu, si ndio? So why nimesema discipline? Kwa sababu ninachokitaka mimi ni kwamba tufanye mziki wa kitofauti, mziki ambao hatutegemei tu hapa sasa. Tufanye mziki ambao utatufikisha mbali, mziki ambao utaishi, na sio tu tufanye kwa sababu ya kwenda na mihemko. Umeona, mihemko kwamba tumepata tu na mihemko ya kufanya tu nyimbo tunafanya, au tufanye nyimbo kwa sababu fulani kwamba sijui kwa sababu tusikiliki ama watu watuone. No, tufanye mziki ambao utakuwa na chemistry nzuri na discipline, ili mziki wetu kama leo tutulipa, lakini kesho ifike mahali. Vipi ulipochagua kuingia kwenye mziki au ulipoingia kwenye mziki na mpaka sasa mziki unalipa au haujaona chochote kile? Of course mziki unalipa kwa wenzetu, lakini kwangu bado, kwa sababu kwanza ndo bado mbichi, mchanga, mdogo kabisa sana, ambaye ndo kwanza najitafuta. Nataka nifike sehemu kubwa na sitegemee kulipo sasa hivi. Kwanza nijenge huu msingi wa muziki wangu, nije kujenga nyumba ya muziki wangu mimi, ili sasa mimi nianze kukaa nikivuna matunda kwa kile ambacho nimekipanda kwenye muziki. Bado mimi sijaanza. Kwa kuchepuka kwako, wengine wanaweza wakasema ya kwamba hujui kuimba, wengine wanaweza wakasema ya kwamba labda kuna shida fulani. Vipi, changamoto ni zipi unazozipitia kwenye uimbaji? Changamoto nyingi sana kaka, changamoto nyingi sana. Of course kuna mtu ambaye anaweza kupendwa na wote, na labda kupitia media yenu kuna wengine wakawa surprised, unaimbaga una hivi, umeona. Labda wengine hawajawahi kunisikiliza mimi, hawajawahi kujua nyimbo zangu, na kwa wale naweza sema, kwa wale wachache ambao wanaishanisikia mimi, wanajua mimi ni nani kwenye swala la kuimba, kwenye swala la uandishi. Kwa wale ambao washanisikiliza, na nina imani kabisa kwamba kama kuna shabiki ambaye sasa hivi ananiangalia hapa, au niseme wale ambao wanatusikilizaga, wale wadau wa muziki ambao waishia kunisikiliza, wananijua mimi. So changamoto haziwezi kosa. Changamoto mojawapo ni kwamba kama nilivyosema, muziki haulipi, sababu ukienda studio hauendi kurekodi bure, sawa? Ukiposti muziki hauposti bure, unaelewa? Na kila kitu tunategemea kwamba uende ikaja kutupatia chochote kitu, umeona? So tunafanya kazi kwa mikiki mikubwa sana, kwa sababu kuna time ambayo inafika, yani kuna muda inafika kwamba ni tunakata tamaa, umeona? Yes, mimi sikufiche, wasanii wengi bado ni wachanga sana, hatuna vipato. Kuna muda unaweza kaenda studio una njaa, hata kubogonyoa unaimbaje kaka, sielewi vizuri. Kuna muda yani unatoka nyumbani una stress, umeona, unavurugwa na hali ya maisha, mazingira ambayo unayapitia, labda swala ni tipula nyumbani, uchumi uko vizuri, simeeleka, mazingira ya nyumbani, ulaji pia uko sawa. Kwa unaenda kuimba sometimes unajikuta ni kwanza unachangamka. Kwanza ni changamoto tu, of course hiyo ni changamoto tu kwanza kwa si wasanii. Changamoto nyingine ni kwamba mashabiki wetu hapa bado hawajakubali muziki wetu sisi. Sijui kwamba ni sisi wasanii ndo hatujaufikisha muziki pale wanapotaka wao au vipi, lakini nafikiri wao ndo wa kutufanya sisi tufike pale ambapo wanataka sisi tufike kwa sababu ya support yao. Changamoto ni kubwa, hasa sisi wasanii ambao unakuta tunaanza kazi hatuna management. Sielewa. Bro, ni changamoto kubwa sana. Zipo nyingi na siwezi kuzimaliza, lakini pia swala kukosa management kaka ni tabu. Umeona? Sio kwamba hii ya kwamba usimamizi, yani tuna wale wasimamizi kwamba tu anaanza kuambia karekodi ngoma, unarekodi ngoma tu inaishia. Vipi kuhusu video? Vipi kuhusu kuandalia mazingira ya kuiposti, promotion utaitoa wapi? Kwa changamoto ni kubwa sana.
Kuna changamoto uliyoigusia kusema ya kwamba mashabiki hawasapoti kwa hali ya labda hamjafikia viwango, lakini kuna msanii au kuna wasanii fulani kama vile Vaxon, kama vile Zuma Boy, kama vile Jedala, kama vile Kenzo Boy, ni watu wanaopokelewa vizuri kwa kazi zao wanazozifanya. Vipi ninyi chipukizi, mnakuwa mmekwamia wapi? Nani anapokelewa vizuri? Kama vile nimesema Jedala, Kenzo Boy, Vaxon. Yaani kupokelewa vizuri vipi? Wakiposti wimbo unatoka unaenda sana. Unaenda unaishia wapi? Si unaenda YouTube huko unapata viewers nyingi na unamsaidia pia. Viewers wa wapi? Si wa YouTube baba. Kaka, kuna viewers ambao tunawajua. Ushaona? Muziki tunafanya sasa hivi bro ni kazi. Na sio kujitengenezea brand kwamba watu wakuone. Sio kwa ile muziki wa zamani kwamba unafanya kwa sifa tu. Shelewa. Kama tunaona muziki unafika sehemu na viewers wengi, vipi mafanikio wewe msanii? Una uwezo gani? Shelewa. Hataki kujisifia sana kaka. Yaani hataki ifike hatua kwamba ni tuanze kujisifia kiasi kwamba ni tuvuke mpaka mipaka. Hatujafika kwenye hizo level. Bado wote sikufiche, bado sio ni wasanii wachanga sana. Yaani bado wachanga mno. Ngoja nikwambie jambo kitu kimoja. Hivi unavyosema kwamba anapokelewa, mashabiki zetu bado hawajatupokea sawa. Hivi ni msanii gani anaweza kasimama akaandaa hata show ya bure ajaze ule uwanja wetu pale Zaleka Ground? Hapo ndo mafanikio kaka. Huko ndo kupokelewa. Hicho ndo ninachozungumzia kuhusu nanilio mashabiki wetu wao. Lakini aje tu msanii kutoka nje atangaze kwamba ni atafanya show ya kiingilio. Umeona? Kiingilio. Watu watajana pale kaka. Tutajazana wengi mtiti. Shelewa. Kwa tusitaki kujisifia. Huu ni wakati wa kuomba, yani kila msanii tuungane yote pamoja kwa wale ambao wametutangulia, kwa sababu sisi kataa, kwa sababu kuna wale ambao hii safari wenyewe ndo walianzisha, hii njia wenyewe ndo walianza kuifungua. Sisi tunakuja kupita japokuwa kwa tabu, lakini pia tushaanza kuiona njia. Umeona? Na pia na respect na wape heshima kwa kile ambacho walikifanya. Kwa sababu pia nina imani kwamba kuna kizazi cha muziki wa hapa kwetu. Kuna mmoja tu hicho kizazi ambaye atakuja kutoboa na atatoboa kupitia njia ambazo alianzisha kaka zetu. Anza kama mimi akawa fulani akawa mtu mwingine. Sielewa. Kwa hali ya kusema kwamba kuna wamoja ambao wamesha kutangulia, vipi kwa hao waliotangulia ni wangapi unaowaamini au unaowakubali sana kwa kazi wanazozifanya? Wote. Taja wawili basi. Sasa nikitaja wawili, mimi wote hao kaka zangu naongea nao vizuri. Sasa nikitaja wawili na nimesema wote, kuna mmoja atakuja kusema dogo mbona hakunitaja? Sielewi. Okay. Mimi labda unaogopa lawama? Siogopi lawama. Siogopi lawama. Lakini natamani yani kila mmoja nimuelezee kwa sifa alizokuwa nazo. Lakini siwezi sasa. Umeona? Natamani kufanya hivyo kwa sababu wamefanya kazi kubwa sana na siwezi kumbagua kwamba wewe ndo kafanya hivyo ukafanya hivyo. Naweza nikasema wote. Vipi Jedala na wewe unajionaje? Unaweza ukaimba kwa jinsi anavyoimba au mko kwenye size moja au amekupita kidogo? Hatuwezi kwa sawa hata kidogo. Lazima mmoja amzidi mwingine. Labda mimi nikamzidi au labda yeye kafanyaje? Au labda yeye kanizidi mimi. Sasa itakuwaje? Kwa hiyo siwezi kujua kwamba yeye ipo vipi. Yaani swala kuzidiana na nini ni swala mafanikio. Ni kama nitakuwa na mafanikio zaidi yake kupitia muziki, ama yeye kana mafanikio zaidi yangu kupitia muziki, kwa sababu na mimi ndo bado naanza na mimi njia ndio hiyo. Labda alipofikia yeye ingekuwa ni mimi, labda ningekuwa zaidi hata hapa. Labda kuna muda kabisa nikafikia, yani ikafika tu kwamba siko, yani kuna muda hata labda ningekuwa nimefikia pale nikata chini ya pale ambapo yeye alipofikia. Kwa kikubwa tu mimi ni kurespect. Mambo kusema ni kulinganisha mimi na kina fulani, hapana, kwa sababu mimi najijua mimi niko unique. Niko tofauti kabisa na kila unayemjua wewe. Umeona? Niko tofauti kabisa. Kwanza uandishi wangu, uimbaji wangu. Umeona? Yaani kuna muziki na kusikilisha wa kwangu, kuna mtu utasema kumbe kuna watu wanaimba kama hivi. Nifikiri kwamba sio mtu wa humu, ushaelewa kitu kama hiko. Kumbe sisi kujicompare na mtu mwingine kaka, yani haiwezekani. Yes. Wewe kama msanii chipukizi una malengo gani na uimbaji? Nafikiri malengo yangu mimi kubwa
nifanikiwe kupitia muziki wangu anaofanya. Malengo yangu makubwa ni mafanikio kaka. Na kwa sasa hivi umetoka, labda kuna watu wengine kama ulivyosema wakujui, watarajie nini ambacho watakiona tofauti na wasanii wengine wa hapa kambini Saleh? Yani watarajie tu kuona kitu ambacho ni tofauti na wasanii wengine hapa kambini. Yani hicho ndo watarajie kabisa, yani uhakika. Yani huo tofauti huo ndo ambao watarajie kutoka kwangu. Kwa sasa hivi watu watarajie wewe kuachia wimbo mnamo mwezi gani au wiki gani au mwaka gani? Kuachia nyimbo naweza nikaachia hata muda wowote, kwa sababu yapo masong mengi tu na zingine nyingi zipo kichwani, bado idea ni nyingi, kwa sababu bado na njaa sana na muziki. Yani nataka kuimba, nataka kufanya mambo makubwa, lakini ucheleweshaji wa kuachia nyimbo ni kwa sababu tu ya changamoto moja. Unajua, wakati mwingine ngedere ukimpelekea dhahabu na ndizi, wallahi inakwambia atachagua ndizi. Kwa sababu gani? Kwa sababu hajui nini maana ya ile dhahabu, na ukimpa dhahabu anaanza kaichezea. Namaanisha nini kusema hivyo? Kwamba hata nikiwa na ngoma kali ambayo sijiandalia mazingira ya kuiachia, na uhakika kabisa itaonekana kama kituko. Kwa kama nitachelewa ni kwa sababu najaribu kuangalia process za kuachia nyimbo. Nafanya hivyo kwa sababu mimi naelewa na muziki. Kuna namna ambavyo mimi naangalia muziki, natakiwa nifanye muziki vipi kwa muziki wangu mimi. Natakiwa niwache vipi ili ufike kwa wengine. Mbona? Kwa sababu wakati mwingine hata ndoto zako kuzitimiza pia inaomba pesa. So, asante. Labda kwa management, mtu yeyote yule akihitaji au akikupenda, akihitaji kutumika na wewe, una sheria gani ambazo unaweza ukaziweka ili mfanye kazi? Kwanza sheria ya kwanza ni kwanza akubali kunisupport mimi kwa 100%. Ajitoe na mimi pia nijitoe. Yaani akijitoa tu, yaani asiwe na makona kona, yaani sipendi kando kando, sipendi ni mtu ambaye ni mnafiki tunafanya hivi, mara yeye yuko hivi, mara yuko, asipendi mtu kama. Yaani mimi nataka mtu ambaye atakuwa straight, tufanye kazi, aweke mzigo hapo na mimi niweke mzigo wangu wa nyimbo ambazo niko nazo kichwani. Nina vitu vingi sana, yaani bro, nisikufiche kitu asichokijua ni kuwa wajui kwamba mimi nina kipaji gani cha muziki ndani yangu. Vipi, unatumia mitandao ya kijamii? Mitandao ya kijamii natumia moja tu ya Facebook, lakini sio ya kisanii. Yaani huo mtandao ulianza kabla ya msanii na nishashindwa kuufuta kwa sababu ya kule kuna ndugu ambao tunajuana. Lakini pia nikianza muziki rasmi kwa yani ambao itakuwa na link na mitandao yangu yote, hiyo itakuwa huko. Lakini mtandao wa kijamii ambao natumia sasa hivi ni Facebook. Unaitwaje? Okay, naitwa Haruna Fundi Golden Star. Haruna Fundi Golden Star. Haruna Fundi Star. Vipi, unaweza ukatupa kionjo, maana umesema una kitu tofauti na wasanii wengine, tupe basi kionjo kidogo. Vionjo si ndio vipo, wewe uchague sasa vya ladha gani? Kama utaonja kionjo cha sukari, chochote kaka, chochote. Muziki wangu au muziki wa mtu wa kwako? Wa kwangu mimi, sijui nianze na muziki huko. Mapenzi yanaumiza usipime, ingekuwa yeye atakuwa singetaka. Umpenda yakampenda mwingine, hata we mje na chozi utalimwaga. Usijali shoga yangu chonde, shusha bia mjuba usikonde, hata furaha yakipona mnyonge, kula sana kesho we kibonge. Mtazamaji wa Revolution Media, tulikuwa naye Golden Star na tumeongea naye kuhusu uchipukizi au kwa jinsi anavyokuja na kasi ya kazi yake, na anaweza akapendelea apate mtu atakaye msapoti kuhusu kazi na wafanye kazi kwa pamoja, maana kazi ya uimbaji bila sapoti ni changamoto kubwa kabisa. Huwezi ukasimama bila sapoti hiyo. Huko nami mtangazaji wako Esulonje Sibwesibwaksa, nyuma ya kamera ni timu yangu ya ufundi. Usikose kulike, kucomment, kusubscribe kwa ajili ya kupata leo mengi kwenye channel yetu Together.